Bana, makawila mambo yamekuwa mengi sana, hususan kwenye anga letu la kimichezo. Kiachilia mbali tarehe 8, kumekuwa kuna mambo ambayo yanaendelea hivi sasa. Achilia mbali timu ya taifa, lakini vuguvugu lilokuwepo hapa la kuhairishwa kwa mechi limeibua mambo mengi zaidi. Leo Singida Black Stars Young Africans, uwanja mpya. Lipi la tofauti ambalo umeliona kwa Singida Black Stars kwa nyinyi mashabiki wa Young Africans? Yes, nafikiri kwanza wameendelea kutoa funzo kwa vilabu hivi viwili vikubwa, lakini mimi nitabezi zaidi kwa Young Africans, maana yake ni timu ambayo mpaka sasa hivi tunazungumza ina miaka 90, lakini haijafanikiwa hata kuwa na uwanja wao wenyewe wa mazoezi. Watani wetu at least wao wanao sehemu ya kujishikiza. Kama anakuwa amekosa hela ya kwenda kukodi sehemu ya kufanya mazoezi, basi wanaweza wanapo sehemu ya kufanya mazoezi. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni hatua ambayo Singida anaendelea kuzifundisha hizi timu kubwa, hasa Young Africans, kwamba ili uwe mkubwa lazima kuna vitu unatakiwa uwe navyo, na maendeleo ya mpira sio tu kushinda uwanjani, lakini kuwa na miundombinu pia nao ni katika maendeleo ya mpira. Kwa hiyo nafikiri ni somo Singida anaendelea kutoa, na mimi wapongeze sana. Ni klabu ambayo imeonyesha uthubutu na imeendelea kufundisha vilabu vya Tanzania ambavyo havina viwanja mpaka sasa hivi, pamoja na miaka mingi ambao wako nayo kwenye ligi kuu. Kumekuwa kuna ahadi nyingi, hususan yanapokuja masuala ya uchaguzi ndani ya hivi vilabu au mikutano mikuu, zile annual general meeting, kuhusiana na masuala mazima ya ujenzi wa uwanja. Ugumu unakuwa kwenye nini hasa? Young Africans imekuwa kwenye utaratibu huo miaka sasa, mkizungumzia uwanja wa Kaunda na taratibu za ujenzi kuanza. Mimi nafikiri inakuwa ni sera za udanganyifu kwa wanachama ambao wanaenda kufanya uchaguzi, sababu ukizungumza kwa mfano Young Africans wakati kina Engineer Hersi wanaingia madarakani walitoa ahadi ya kujenga uwanja, alafu baadaye wanasema kuna upembuzi yakinifu unatakiwa ufanye kwenye eneo la Jangwani. Sasa mimi kuna swali huwa najiuliza, yani unawezaje kutoa ahadi kwamba utajenga kitu wakati bado hujaenda kukutana na wenye mamlaka na kujua mazingira huo ujenzi yatakuwaje? Kwa hiyo nafikiri ni udanganyifu tu wa kuendelea kuwadanganya wapiga kura ili wawe madarakani, kwa sababu hii sio mara ya kwanza kwa viongozi wa Young Africans kutoa ahadi za viwanja, lakini baadaye mpaka wanaondoka madarakani hakuna kinachofanyika. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi imefika wakati na sio tena kuwasikiliza hawa wanaoahidi, bali kusubiri tuone wanafanya ndio tuweze kuamini. Lakini kwenye hizi ahadi, mimi nafikiri ahadi zimefika sasa wakati ambao wanachama nao wakenda kwenye mkutano wasio kama manyumbu. Wao ni watu wenye kuhoji. Unatuambia utajenga uwanja, utatumia vyanzo gani vya pesa ili kwenda kujenga uwanja? Sio tukukubali na kwenda kupiga kura na makofi mengi kwa ukumbini, lakini baadaye tunakuja kuona viwanja vijengo, zinakuja kujenga timu viwanja ambazo hata viongozi wake hawajaahidi kwenye mkutano mkuu au kwenye sehemu wote kama atajenga uwanja. Kwa hiyo nafikiri wanachama waamke sasa hivi na wajue kabisa kama viongozi hawa huwa wanadanganya kwa ajili ya kupata madaraka, lakini sio kwenye utendaji. Unahisi kuna upande ambao unakwamisha mwenzake baina ya serikali na klabu ambayo inakuwa imeonyesha dhamira ya dhati ya kuanza hatua za ujenzi wa uwanja? Mimi nafikiri ni viongozi wenyewe, kwa sababu maeneo ya kujenga uwanja yako mengi sana kwenye nchi na maeneo mengi ya mapori ambayo ukitaka kwenda kujenga uwanja muda wote unapata eneo na unajenga. Lakini ukienda kwenye sehemu ambayo serikali na matumizi mengine, huku ni kuipa mtihani serikali, au wataomba watu wangapi usoni. Kwa hiyo nafikiri mazingira yatakuwa Young Africans tuwafanye, sio kung'ang'ania kujenga uwanja Kaunda. Zipo sehemu nyingi ambazo tunaweza tukachukua na tukajenga uwanja. Kwa kama tungekuwa kwetu na lengo la kujenga uwanja, tungepata sehemu nyingine tukajenga. Mbona wenzetu waliomba pale Jangwani wakapaacha, sasa wameenda kujenga Bunju uwanja kufanya mazoezi? Kwa hiyo unaona mazingira haya yanaakisi kwa kujenga uwanja hawezi kuwa lazima ni Jangwani. Kwa hiyo kulazimisha Jangwani ni watu ambao wanaonekana hawako serious, pia wanaongea kama kampeni tu. Kama analenga kujenga uwanja wakatafuta sehemu nyingine tujenge. Utangania Jangwani akasema haina nafasi na serikali inakwambia na matumizi mengine. Kwa hiyo nafikiri ni janja tu, hawako serious kwenye hili jambo. Watu ambao wako serious unaona kama Singida wapo, wameanza mchakato juzi tu. Unaona wamempongeza Mohamed Dewji, ni mmoja kati ya watu ambao walianza kuwapa Singida mawazo ya kufanya kitu. Leo anakwenda nazindua uwanja 2025. Wewe una miaka 90 una uwanja alafu unatoa sababu nyepesi. Umemgusia Mohamed Dewji, na ni moja kati ya watu ambao wana Simba wanajivunia kuonekana katika kila maeneo, wao wanakuwa wana mchango wao. Kwenye hili watazungumza kwamba Mo amekuwa na mchango kwa Singida Black Stars kabla ya Yanga kuwa na ukaribu zaidi na Singida Black Stars. Kwako hili wewe unalizungumziaje? Kwanza mimi kama familia ya Dewji wote kwa ujumla niwapongeze. Ukitafuta familia yenye mchango mkubwa kwenye nchi ya football, hasa kwenye vilabu hivi vikubwa, utakuta hao familia kina Dewji wako pale mbele. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa mfano Simba Sports Club, 90% ya mafanikio yao ya mashindano ya kimataifa wameyapata kwa kwenye mikono ya kina Dewji. Lakini Young Africans tumeamka baada ya kuona Simba anafanya vizuri kwenye mashindano ya Kiafrika. Nani aliamsha Simba na kufanya vizuri? Ni familia hiyo ya kina Dewji chini ya Mohamed Dewji.
Leo unakwenda tena Singida unakuta wanazindua uwanja, wanampongeza Mohamed Dewji. Kwa ujumla kwenye mpira wa Tanzania, familia ya kina Dewji inaonekana ni familia ambayo ina mchango mkubwa sana kwenye soka la Tanzania. Na kama kuna tuzo ya heshima familia kwa ajili ya kusogeza mpira mbele, nafikiri TFF wakumbuke familia ya kina Dewji, watengeneze tuzo hapo kwa ajili ya pongezi, kwa sababu wanaonekana ni watu ambao wanashika mkono mpira wa Tanzania kwenye vilabu hivi. Ukiacha vile ambavyo wameshikilia moja kwa moja, lakini wengine wanatumia mifano ya mafanikio ambayo vilabu hivi wameshika kina Dewji wanavifanya, na wao wanakopa wanapata mafanikio. Kwa hiyo mimi napongeza familia ya kina Dewji, Mungu awabariki sana, waendelee kuwa na maono hayo ili mpira wetu uweze kusogea mbele na timu ziweze kuwa na miundombinu mizuri, kwa sababu mpira bila uwanja hakuna mpira. Ukiachilia mbali hilo Makawila, bado vyombo vya habari mpaka hivi sasa vinazungumza kuhusiana na kuhairishwa kwa dabi. Na tumeona wazee maeneo mbalimbali wakisimama kutoa hisia zao mseto, Zanzibar, Dar es Salaam, Dodoma, Mbeya na mikoa mingine ambao wameweza kutoa maoni yao. Kwenye hili wewe mtazamo wako umekaaje? Ni kwamba Yanga wana nafasi ya kushinda kesi yao kwa faili waliolipeleka kasi? Kama ni kweli faili imekwenda, nafikiri ni utoto na kuendelea kupoteza muda, kwa sababu mimi toka nimeanza kufuatilia mpira wa Tanzania sijawahi kuona Yanga ikishinda kesi yoyote ya kimataifa. Kesi ambazo Yanga watakuta wanashinda ni zile ambazo TFF wanaziamua kwa kutumia busara. Lakini mara nyingi unakuta Yanga Africa kesi nyingi, tuna kesi baada ya 13 zote tumeshindwa. Sasa tunakwenda kufanya nini? Hapa Tanzania tu ndani hapa tuna kesi karibu 10 tumeshindwa. Ukianza kesi ya Morrison tumeshindwa, kesi ya Kagoma tumeshindwa. Hizo ni hapa tunaweza kuambia yani. Kesi ya kina Kambole tunashindwa, kesi ya kina Madudumbia tunashindwa, kesi ya Rukembe mtu anasikia mpaka watu wanatukana lakini tunashindwa. Kwa hiyo mimi nafikiri hakuna haja ya kwenda huko. Tayari si mpira wetu, hasa kama Yanga niongeza kasi yangu. Ni timu ambayo inaonekana imejiwekeza kwenye mambo ya hii mipira ya nini nasema ya busara. Pesa Faisal Salum na Yanga imeshia wapi? Kwa hiyo ni watu ambao wanaonekana wako serious kwenye mazingira. Kwa hiyo mimi nafikiri watu wangefiki zaidi kwenye kuzungumzia mpira ucheze kuliko kuzungumzia sehemu ambazo naona sasa tukienda mara nyingi watu tunashindwa. Sasa tunazungumza kwenda kasi kufanya nini? Utaenda kulipa mamilioni ya pesa baadaye unashindwa na muda ushakwenda na mechi itakuwa ucheze. Sasa itakuwa na faida gani? Ipange tarehe kwenye mwezi wa 4. Juzi niliandika barua yangu kwenda shirikisho la soka nipeleka pale Karume kwenda kuomba mwezi wa 4 usipite bila dabi kuchezwa. Kama kuna mtu wote anazuia dabi sicheze. Yaani Makawila uliandika? Wewe nimekwenda pale Karume. Nimeandika barua kwa maombi mimi kama mdau wa soka. Nimekwenda napo kwa nimeandika barua. Kwenda kwa rais bado sijapewa majibu, lakini nategemea wiki kwa sababu ilikuwa ni juzi Ijumaa. Jana na leo unajua watu jana na juzi na jana watu kidogo wanakuwa, ila Ijumaa nilipeleka. Jumamosi na Jumapili kidogo inakuwa maofisi yale yako busy sana. Na unaona sasa hivi timu ya taifa inakwenda kucheza, kwa hiyo nafikiri viongozi wa TFF wako busy sana na timu ya taifa, lakini ninaamini kuanzia Alhamisi au Ijumaa nitapata majibu. Nimemwandikia Rais Karia, mtu yote ambaye atakataa dabi sicheze, fungia maisha. Kwa sababu hakuna haja ya kuendelea kuwa nayo mtu kama mpira ucheze. Ukisema hivyo ni kama unachochea Haji Sunday Manara afungiwe, kwa sababu ni miongoni mwa watu waliosema hiyo mechi haichezwi. Kwani wewe alipofungiwa mpira ulikuwa ucheze? Miaka miwili sasa kifungo chako na kitoa mbona kama hata kifungia maisha mpira utachezwa tu. Yaani mpira ulikuwepo kabla yeye. Kama mtu anaonekana kanuni na sheria zifaa tunafungia tu. Ndio maana FIFA wameweka ile adhabu kwa watu ambao wanaonekana hawana nidhamu na mashirikisho ya soka, hawana nidhamu kwa viongozi, hawana nidhamu na mpira wenyewe. Nini kinachomfikirisha Makawila tofauti na vile ambavyo wanafikiria wanayanga wengi kwenye hili swala kwamba mechi isichezwe? Tarehe 8 imeshapita. Unajua wanachama wengi na mashabiki wengine ni majumbe ndio. Wao wafikirii mbali, nafikiria tu hapa ambako macho yao yanafika, lakini huu mpira haupo kwa ajili yangu mimi na wewe na hao wengine. Mpira huu tumeukuta na tutakuwa tuache. Sasa ukianza kusema tusicheze mpira tukafanya nini tukacheze lao? Labda wao sababu kwenye yangu yetu kuna nguvu, labda nataka tuache mpira tukacheze ngumi sasa. Mimi naamini viongozi wote tumekutanishwa na mpira, na ili tuendelee kukutana lazima mpira ucheze. Pamoja na mambo yote ila dabi ngapi inaahirishwa. Lakini mwisho wa siku lazima mpira ucheze, ndio familia. Kwa hiyo mimi nafikiri watu wenye akili timamu na wenye kwenda mpira watataka mpira ucheze. Ila majumbe ndio ambao wao kiongozi akisema wote wanafuata tu ndio watataka mpira ucheze. Nimesikia malalamiko kwa baadhi ya mashabiki wa Young Africans, hususan kwa wale ambao hawapo jirani zaidi na uongozi, kwamba hawa wanaoshindwa kusemea ukweli ni kwa sababu wananufaika na uongozi uliopo hivi sasa. Ni kweli? Hawezi kukosa, kwa sababu nchi inaongozwa na machawa kwenye kila sehemu sasa. Kwenye idara na unajua wewe kunakuwa na machawa. Kwa hiyo mimi nafikiri watu kama hao ambao wanapewa kazi ya kwenda kusambaza kadi za futari hawezi kuzungumzia mpira. Wao kushapewa kadi za futari kishakwisha, wanapewa bahasha vya 2,300, jambo linakuwa limekwisha. Kwa hiyo mimi nafikiri hao sio wadau wazuri wa kwenda kuzungumza nao jambo la mpira. Wadau wazuri wa kuongelea jambo la mpira ni wale ambao wao burudani yao ni kuona mpira unachezwa tu, hakuna kitu kingine.
Mimi nanunua jezi ya Yanga, nakata tiketi ya Yanga, nanunua mpaka gazeti ya Yanga, lakini ili nikaione Yanga ilikuwa inacheza. Kwa hiyo kimeta jambo jingine ambalo sitaiona Yanga ilikuwa inacheza, mimi siwezi kukubali. Unazungumza leo tu wachezaji hawajacheza, unakwenda mwezi sasa. Mishahara hachukui. Posho hachukui. Sasa kama mashabiki tunapata nini? Wachezaji wanaendelea kupata, kama viongozi wanalipa mishahara inaendelea kuingia. Si mashabiki hatueni mpira, kwa hiyo BDS ni mpira. Lazima tupige sauti zetu. Tupige kelele mpira ucheze, na hiki ndio kitu ambacho kinaunganisha familia ya mpira kote duniani. Kwa hiyo nafikiri kipigwe tu. Bana Makawila, kwa haraka ni kuokolee muda wako wa kazi. Moja ya watu ambao mlijivunia sana msimu uliopita ni Stefan Aziz Ki. Na fahari kubwa mchezaji yote ni kuitwa timu yake ya taifa. Lakini msimu huu minongono ilikuwa mingi na wewe ulikuwa miongoni mwa wale ambao walipata fursa ya kuzungumza. Ni kweli Azizi kiwango kimeshuka kiasi cha timu ya taifa kutokumuhitaji? Si wakati mwingine tukizungumza tunakuwa tunasema shika majina ya manabii. Mtu hawezi kuita Muhammad afakani mtu uzo masomo tu. Sisi tunapozungumza kwa tunakuwa tuna maono. Nilikwambia siku ile pale kama huyu mchezaji sasa hivi amekuwa ni maji kujaa. Wewe kama Azizi International Games zinataka mtu ambaye atakupa performance match after match. Huyu mchezaji ameshuka kiwango na nilikwambia ana kazi ya kufanya. Na kama hatajirekebisha sio timu ya taifa tu, hata Yanga yenyewe hatobaki. Hiyo yani hizo ni salamu hizo. Kishaanza kuona wewe ulikuwa na timu ya taifa tegemeo, unakwenda unakuwa uchezi. Unakwenda baadaye uitukao na anataka kujifunza. Ameshuka kiwango aende kwenye uwanja wa mazoezi. Hatuna wasiwasi juu ya uwezo wake. Kila mtu anajua kama Aziz Ki ana uwezo gani, lakini ukishuka lazima tukwambie ili ukafanye mazoezi urejee kwenye kiwango chako. Kwa hiyo Aziz ana kazi ya kufanya. Sasa mimi nimesema kuna watu walikuwa wanasema mimi namchukia Aziz. Ana wale wa Burkina Faso wenyewe ndugu zake wa Burkina Faso wamemwacha hajamuita. Kwa sababu kuna kitu kimepungukiwa. Kwa hiyo lazima ahakikishe anafanya mazoezi, anarejesha kiwango chake kitakachomfanya kule aendelee kuitwa na kucheza. Maana yake sio tu kuitwa, tunatolea Aziz kwenye kiwango chake za zamani alikuwa akenda na kucheza moja kwa moja. Sasa amekwenda acheze, lakini sasa amekwenda sasa mpaka aitwe. Kwa hiyo anacho cha kufanya kama anapenda mpira na hiyo ni karia yake, anacho kufanya. Afanye mazoezi kwa bidii, arejeshe kiwango chake, atarudi kwa taifa. Makawila, la mwisho japo si kwa umuhimu. Wachambuzi hivi sasa wamekuwa na mgawanyiko hususan kwenye hili sakata lililotokea toka tarehe 8 mpaka leo tunazungumza. Kumekuwa kuna kigugumizi kwenye swala la utafsiri wa zile kanuni ambazo zinaendesha mpira wa Tanzania. Wapo ambao wameonekana wanaotetea upande wa Young Africans kuwa sahihi, wapo ambao wanaonekana kutetea upande wa Simba kuwa sahihi. Swala ni kanuni kuwa katikati. Wewe unatazamaje midahalo inayoendelea hivi sasa kuhusiana na wachambuzi? Kwenye watu wawili mimi naona wote wako sahihi kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake, lakini mimi nakaa tofauti na wao wote. Hizi Simba na Yanga toka lini zimeamuliwa kwa sheria na kanuni? Watu mbona wanajisahau? Hii dabi ngapi inaharibika? Dabi 2021 siku inacheza tulioji imetumika kanuni gani mpaka kacheza tena? Mbona watu hawaoji ile dabi hii tu? Mazingira ya mpira wetu tunapokutana hizi timu mbili, kanuni zinakuwa pembeni mara nyingi, busara ndio zinatumika. Kwa hiyo itumike hizo zinatumika siku zote, kinachofanya mpira uendelee kucheza ndio muhimu. Mimi mpira ucheze tu. Kanuni na sheria hizi timu mbili kusema ufuate. Kwa baada siku zote kila siku utakuwa unapa adhabu tu. Young Africans imevuka milango sio mara 14 mwaka jana. Tukauni makosa mara 14 na kwa adhabu nyingine kubwa, mbona hajapewa na hata waongelee hilo. Kwa hiyo nafikiri tuangalie sheria na kanuni, waangalie kutetea mpira ucheze basi, kwa sababu timu zetu ndio zimejicheza hivyo. Ndio kwenye kanuni tutakwenda taratibu, lakini sio kuzuia mpira ucheze tufuate kanuni. Mimi nasema hapana, mpira ucheze, kanuni na sheria tutaendelea kurekebishana taratibu. La mwisho unamwambia nini injinia kwenye swala la uwanja? Singida na wao sasa hivi wana nyumbani kwao. Bado mmekuwa wapangaji. Tena na Jangwani tukatafuta sehemu nyingine tucheze, tukajenge uwanja kama mazoezi. Tukanua hata Kimanchana hata ruvu darajani kutoka jengo uwanja wa mazoezi. Sio lazima Jangwani tu. Asante sana. Shukrani.